Rais wa Kenya William Ruto ameongoza maelfu ya Wakenya kuadhimisha sikukuu ya Madaraka katika uwanja wa Wajir, jimbo la Wajir kaskazini mwa Kenya. Ruto aliomba msamaha kwa wakazi hao kwa kutengwa na serikali kwa muda mrefu. Shisia Wasilwa na kina cha taarifa hiyo. Jimbo la Wajir limeandikisha historia kwa kuandaa sherehe za 63 za Madaraka na kuwa jimbo la kwanza katika eneo la kaskazini mashariki mwa Kenya kwa mwenyeji wa hafla hiyo ya kitaifa tangu nchi ipate uhuru mwaka 1963. Sherehe hizo zilizofanyika katika uwanja mpya wa Wajir uliopaniliwa zilidhihirisha umuhimu wa mshikamano wa kitaifa, ujumuishaji wa jamii zote, ustahimilivu wa wananchi wa eneo hilo na dhamira ya serikali ya kuhakikisha maendeleo yananufaisha Wakenya wote kwa usawa. Akizungumza wakati wa maadhimisho hayo, Rais Ruto alisema kuwa serikali yake imeipa elimu kipaumbele maalum katika eneo la kaskazini mwa Kenya kama sehemu ya juhudi za kuimarisha ushirikishwaji wa wananchi wote na kufungua fursa za kiuchumi kwa wakazi wa eneo hilo. Kihistoria, eneo hili limekuwa likitengwa na serikali zilizotangulia. Ndugu zangu watu wa Wajir, mimi nimefurahi sana, na mimi nawaambia watu wa Wajir, watu wa Northern Kenya, yale yalifanyika pale nyuma hayatafanyika tena. Tutatembea pamoja kama ndugu wa taifa moja. Sherehe hizi zimefanyika huku zikikumbusha moja ya sura zenye majonzi makubwa katika historia ya Kenya, mauaji ya Wagala. Tukio hilo la mwaka 1984 ambapo mamia ya raia wanaaminika kuuawa wakati wa operesheni ya usalama katika uwanja wa ndege wa Wagala bado ni kumbukumbu yenye uchungu kwa wakazi wengi wa eneo hili. Zaidi ya miongo minne baadaye, maswali kuhusu haki, uwajibikaji, uponyaji wa majeraha ya kihistoria na maridhiano bado yanaendelea kujitokeza miongoni mwa manusura na familia za waathiriwa. Profesa Kithure Kindiki ni naibu wa rais. Lakini Mheshimiwa Rais, katika miaka ambayo umekuwa mamlakani, umetoa utaratibu ambao ulikuwa unabagua wananchi kutoka sehemu hii ya kaskazini mwa Kenya, na sasa utaratibu wa kutoa stakabadhi za kitaifa zikiwemo vitambulisho. Kuwepo kwa sherehe za kitaifa zinazoadhimisha uhuru wa kujitawala sambamba na kumbukumbu ya mauaji ya Wagala kunatoa taswira yenye nguvu kuhusu safari ya Kenya katika kujenga taifa lenye umoja. Kwa wakazi wengi wa Wajir, kuandaliwa kwa Madaraka Day katika kaunti hii si tu kutambua nafasi ya eneo hili katika taifa la Kenya, bali pia ni fursa ya kutafakari dhulma za kihistoria na hatua zilizopigwa katika kukuza ujumuishaji, usawa na mshikamano wa kitaifa. Wewe unaitwa nani? Mimi Abdi Aden. Unasikia vipi kwamba Madaraka Day imefanyiwa Wajir kwa mara ya kwanza? uko mzuri sana first of all. Sana. Shisia Wasilwa, DW, Wajir.